Ni aje Gabriel? Safi. Mambo Poa kabisa. Kwa wadau wanaotufuatilia, nina furaha leo tunaenda kuwatambulisha kitu kikubwa kwenye upande wa biashara ya mazao, hasa upande wa magala. Unaona hii? Hii hapa ni mfumo wa, tunaweza kusema ni warehouse receipt system, au tunaweza kusema ni mfumo wa stakabadhi ghalani, ambao badala ya kutunza rekodi za mazao kwenye ghala kwa kutumia vitabu kwa maana ya karatasi, sasa unaweza kutunza kwa kutumia simu yako. Hichi kitu mimi ni muhimu sana kwa sababu ya historia ambayo naenda kuwasimulia. Awali ni kwamba tulipata mwekezaji ambaye alitakiwa kutupa mkopo wa dola za Kimarekani 3.5, maana yake ni karibia bilioni 1 na zaidi. Sasa hizo hela ambazo alitakiwa kutupa ni kwamba sisi tulikuwa ni kwa ajili ya mkopo, tunaweza kusema kama working capital, mtaji wa mazao, kwamba sisi tunanunua mazao alafu tunaweka kwenye ghala. Kwa mtaji unaopewa ni kwa ajili ya kununua mazao, unaweka kwenye ghala. Sasa yule mwekezaji akasema hivi, nitajuaje kama hayo mazao yako kwenye ghala kama utatunza hizo taarifa kwenye daftari? Nataka nione mfumo wa ghala unaonipa ripoti kuona mazao kwenye ghala yako kiasi gani. Sasa nina furaha leo tunatambulisha mfumo wa stakabadhi ghalani ambao utawezesha wale ambao wanatunza mazao kwenye maghala, watautumia kwa ajili ya kutunza taarifa za mazao yaliyo ndani ya ghala. Lakini the biggest part kwenye huu mfumo ni kwamba kitendo tu cha wewe kusave taarifa kwamba ghala la maybe kwenye ghala la Njage, maeneo ya Mbingu pale nani Ifakara, ukatunza tu taarifa ukatunza kwa ajili ya kusimamia ile ghala lako, taarifa zako zinaonekana kwenye mfumo wa cropsupply.com live. Manake mtu akitaka kununua mazao, akiingia kwenye Crop Supply anakuta mazao yako yale ambayo yako kwenye ghala kwenye uhalisia, na akikuta mazao yako kwenye ghala katika ule uhalisia, ina maana kwamba ukiuza ama mkulima ambaye umetunza mazao yake yakitoka, manake inabadilisha, taarifa zinabadilika kwenye Crop Supply. Manake hata kwa nchi tunaweza kujua paka kwenye maghala madogo si ndio? Ndio. Tuna mahindi kiasi gani, tuna marage kiasi gani. Ndio. Kwa sababu taarifa zao zote zinakuwa ndani ya mfumo ambao ni kwa simu tu, anaingiza zile taarifa ndani ya dakika chache, taarifa zake zinaingia kwenye mfumo. Na akitoa taarifa zinabadilika. Maana yake hauna haja ya kumpigia mtu simu kwamba alo, naomba hivi tuliona kwenye ghala mna tani 5,000. Vipi? Mtu anakuambia zile tani 5,000 tumeuza tani 1,200. Kwa hiyo unakuta unapata taarifa ambazo sio sahihi mpaka umpigie mtu simu. Lakini kwenye mfumo wa stakabadhi ghala wa Crop Supply powered by Mazao Hub, anasimamia ghala lake, taarifa zote zinaingia kama ripoti kwenye cropsupply.com. Sasa labda tuonyeshe namna ambavyo inavyo flow just a little kuweza kuonyesha mfumo wa stakabadhi ghala wa mazao. Asante. Mfumo wetu hapa unakuwezesha wewe kama mmiliki au mdhibiti wa ghala kujua idadi ya mzigo wa mazao uliopo kwenye ghala lako hapo mzigo unapoingia na pia mzigo unapotoka. Okay. Na hapa supply ni nani? Supply hapa ni watu ambao wanakuletea wewe mazao. Kwa maana kwamba ni wakulima. Ndio. Kwa maana kwamba hilo ghala lina wakulima 54. Ndio. Lakini ulionyesha kwamba kwa maana kwamba
Kama mimi na magala mawili naweza nikasajili magala mawili. Inaweza ukasajili na tutawe hapa. Hebu check chap mbali na hapo. Hapa ni sehemu ya kusajili magala. Utaona magala yako tofauti. Na unaweza ukalisajili gala lako lingine hapa ukasema taarifa zake za msingi, limesajiliwa na serikali au la, je linafanya kazi. Maana yake limesajiliwa na WLB. Ndio. Na ndio maana tunahitaji sana ukaribu. Sisi ni vijana tunaofanya mageuzi kwenye teknolojia. Ndio. Kufanya kwa karibu na Warehouse Receipt Regulatory Board. Ndio. Kwa kama imesajiliwa na WLB ionekana. Location wapi, kijiji na mpaka GPS. Kwa connect point za magala. Kwa maana kwamba mfumo unaweza kuonyesha gala hili liko location gani na ikatengeneza mpaka ramani ya magala nchi nzima, na nchi nzima tukajua kuna kila gala lina mzigo kiasi gani. What a wonderful technology. Tenda moja kwa moja kwenye taarifa za vitu, kwa sababu tayari nimeshasajili magala tu ya mfano. Magala ifungua hapa. Kwa hiyo kitu kingine ambacho utatakiwa kusajili ni wale wakulima ambao wanakuletea mazao. Kwa hiyo hao wakulima utaweza ukawasajili na kuwa na taarifa zao moja kwa moja hapa. Kwa hiyo utamsajili, lakini uahimize kabisa kwamba kama hao wakulima wako chini ya mazao habu, manake system kama wewe mwenye gala ulishasajiliwa na mazao habu na ni moja wa una wakulima ambao wako chini ya mazao habu. Kwa hiyo sisi tutakupatia wakulima ambao kwamba bwana tunaomba mazao yao yatatunzwa kwenye gala lako. Kwa hiyo list ya wakulima itakuja hapa kwenye flow ya wakulima. Okay, kwa hiyo unasajili wakulima. Okay, tell kipengele kingine. Lakini pia unaweza ukarekodi mzigo ambao unaingia kutoka kwa wakulima wako. Kwa hiyo hebu tuone katika recording ina vitu gani ambavyo vimekuwa katika recording, vitu unavyotakiwa kutoa. Jamani, ni live, sio kwamba labda ni nani tunacheza. Hapa kuna hii warehouse and supplier man. Una select warehouse gani ambao unataka kuweka huo mzigo. Unaposajili stock, unamselect mkulima naye uliza. Alafu una select zao la pake. Mazao yote hapa. Twende nyingine. Aka crops. Haya, una grade ni ngapi? Grade unaweza ukaandika hapa. Kama kwenye gala unaweza kukuta na wachaji watu, unaweza kurekodi pia. Kwa mfano labda wakulima wanakuja kutunza mazao yao kwenye gala lako, unaweza kuonyesha ni kiasi gani. Price pa kg at intake. Hii ina maana gani, Gabriel? Hiyo inamaanisha kwamba kama anacharge pia kwa kilograms au kwa ile intake ambayo inakuja, anaweza kaweka hapa, lakini ni optional hiyo. Kama inavyoandika hapa, kuna magala mengine hayachukui kabisa. Kwa hiyo anaweza kaia. Tulishaelewa hapo. Utakuja kufanya demonstration zaidi. Kingine ambacho tunakiingiza ni nini? Unaweza kuonyesha receipt ya gala inavyoonekana, mkulima na printwa receipt yake. Hii ni stock intake moja hapo. Anavyoingiza mzigo. Angalia mimi ninachokipenda. Receipt inatokea, maana yake itaonyesha receipt number, warehouse supplier, maana yake jina la mkulima, itaonyesha ni grade gani, pricing and everything. Sasa hii ni receipt ambayo mkulima anapewa, ambaye akipeleka mazao kwenye gala, na ile receipt anaweza kaprintiwa. Maana yake system ina hivi, kuna identity number ipeleka kujuu, kuna paka namba yake, apewe namba, anapewa unique number. Hiyo unique number anaweza kaichukua benki. Sasa ngoja niwaambie kitu kimoja ambacho sisi tulichokifanya. Kwa sababu nimewapa story kwamba tulikuwa tunataka tupate mkopo wa $300,000. Manake sihitaji kuwataja hao wawekezaji. Kwa wale ambao wakiingia kwenye magala wakaanza kutumia mfumo, tutawapa hiyo access. Ambao tulichokifanya ni kwamba sasa hivi tuna mfumo wa magala wa kwetu wenyewe. Ndio. Ambao kuna baadhi ya mazao ambao tumeyatunza kwenye magala yetu na tunatumia mfumo wa huu wa kwetu wa magala, na hayo mazao manake tunashare kwa hao baadhi ya wawekezaji, tunashare mpaka kwa benki kwamba jamani, unaweza kaangalia kwenye dashboard ukaona mazao yako kiasi gani na ukanikopesha kulingana na taarifa ambazo zinasoma kwenye mfumo. Yani manake mkulima akiwa na receipt kama hii anakuwa tayari amebeba mali. Na ametoka tayari amebeba, kama tunaweza kusema kama dhamana. Manake akienda benki anaweza hata anaonyesha ndo mali yake. Hii ni hela. Manake hii taarifa pia inaenda paka kwenye email yake, kwa sababu akipoteza hii hapa, hizi taarifa zinaenda paka kwenye email yake. Kwa digital anakuwa na hiyo kitu ambayo inaonyesha
mali ambazo aliko nazo. Ndio. I love this technology. So twende kipengele kingine tumalize. Lakini pia anaweza akarekodi stock out akiwa anatoa mzigo. Kwa mwenye ghala pale anaweza akarekodi kama mkulima amekuja kuchukua mazao, aidha anachukua mazao ndio yeye kwa matumizi yake binafsi au anachukua mazao kwa ajili ya kuuza. Ndio. Labda amepata mteja, anaweza kutumia hiyo hapo. Okay. Lakini pia stock out pia na inatoa risiti kwamba mzigo umetoka. Okay. Moja kwa moja anaweza. Perfect. Ina maana kwamba hapa ni tumesema test, maana yake ni jina la mkulima, tarehe. Kwa stock out maana yake opening stock inatakiwa onyesha opening stock kiasi gani, remaining stock kiasi gani na stock out iliyotoka. Alafu issued by mtu fulani, received by mtu fulani. Kama anamuuzia mtu haitakiwi onyesha kwamba yale mazao yameuzwa kwa mtu gani kupitia kwenye mfumo wa maghala. Okay. Ndio kama hivyo. Tuweze kusema nyingine. Sawa. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kutoa mzigo na hii ni sample ya vitu ambavyo vimetoka mazao. Pia anaweza kapublish kwa ajili ya kuonekana kwenye cropsupply.com. Kwa hiyo atatengeneza kwa sasa. Hichi ndo interesting part. I love this part. Ina maana kwamba hebu kliki hapo kwenye nini, ukikwenye hapa warehouse unasema unatoa kwenye warehouse, kwa utaweka zao unalotangaza. Ndio. Maana yake ukiposti tu hizo taarifa zinaonekana kwenye mfumo wa cropsupply.com. Cropsupply.com ambao ndio zile taarifa za mazao ambao mnayaona cropsupply.com globally. So ninawaalika wamiliki wa maghala wote, warehouse operators, tunaalika serikali za vijiji, serikali mbalimbali kwa ajili ya kuanza kuitangaza Tanzania na kuonyesha maghala yetu yana kiasi gani cha mazao, ili tuanze kuyauza na kuyasukuma na kuyauza kwa wateja mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Haya ni mazao tu ambao sisi tumeanza nayo, ni yale mazao ambao tunaweza ukayauza kupitia mfumo wa maghala. Lakini mfumo huu wa crop supply umeanza kutumika duniani. Kwa maana kwamba cropsupply.com umeanza kutumika duniani na sasa hivi tunatoa mfumo wa maghala, stakabadhi ghala bure. Una ghala la tani 100, leta chukua tani 500, 1000, 10,000, 20,000, unaweza kutumia mfumo wa maghala na taarifa zako zote ambazo za mazao yaliyopo ukizipublish zinaonekana moja kwa moja kwenye mfumo wa cropsupply.com. Baada ya kusema hayo, nisema asanteni. Asante sana. This is Crop Supply powered by Mazao Hub. Una kitu cha nyongeza engineer? Mimi nawashauri sana watu wa mazao wa maghala kutumia mfumo, kwa sababu utawaonyesha ni namna gani ambavyo unaweza ka manage mzigo au mazao yako ambao yanaingia na kutoka. Utachana na headache ya kupata kuhesabu kila kitu ndani ili kujua idadi zilizobaki. Hapana. Lakini pia utakurahisishia kuuza kiurahisi kupitia cropsupply.com. Na kwa kumalizia, kila mara nasahau ya kumalizia. Ninayo mengi ya kumalizia, ngoja tu nimalizie. Iko hivi. Sasa hivi tuna zaidi ya kwenye mfumo, tuna zaidi, labda tu watu wajue ni kwamba tuna zaidi ya wanunuaji 8,900 ambao wako ndani ya mfumo wa Crop Supply, ambao wengine tumewa verify, most of them tumewa verify kutoka nchi mbalimbali, ambao wako interested kufanya biashara na watu mbalimbali, wamiliki wa maghala. Tuna wawekezaji wanaokopesha working capital, lakini kwa kuangalia kama mtu anatumia technology ili aweze kuona mazao yake yaliyopo ndani, hata akimkopesha awe na uhakika kwamba yatumika kama dhamana. Na zaidi ya yote ni kwamba tunao wakulima ambao wanazalisha, ambao wanatafuta kuuza mazao. So whoever anataka kuungana na sisi kwenye hii safari ya kuweza kumwezesha mkulima apate masoko, kumwezesha mkulima aonekane, kumwezesha mkulima aminike, basi Crop Supply is the best place to be. cropsupply.com. And more than that ni kwamba mfumo wa Crop Supply unazalisha mpaka traceability report. Na unajua kwa nini nazalisha? Kwa sababu mkulima, bidhaa unazoziona zinaonekana hapa ni zile ambazo zimesimamiwa na wakulima, wamesimamiwa wakazalisha.
walivyozalishwa, taarifa zao zimekuwa recorded kupitia mfumo jumuishi wa kusimamia kilimo wa Mazao Hub, na baada ya taarifa zile za uzalishaji zikaja kwenye crop supply kupitia mfumo wa maghala. Kwa tunawaalika, kama una ghala, pakua app ya Mazao Hub, nenda kwenye kipengele cha crop supply, ingiza taarifa, timu yetu itaikuja kuanza kukuelimisha namna ya kutumia mfumo wa ghala na kusimamia ghala lako. Na mfumo kwa sasa hivi ni bure kabisa. Haulipii mfumo wa kusimamia ghala. Na kikubwa kuliko vyote, actually hatujaelezea, mpaka accounting system. Yaani mfumo unatunza mpaka rekodi za fedha. Kama uliuza, ulifanya nini, kwa system na kutengenezea ripoti za fedha, ripoti za uhasibu. Huo mfumo unatolewa bure kwa wamiliki na wasimamizi wa maghala. Unaweza kukuta nyumba yako ni kubwa, inaweza kutunza magunia zaidi ya 200. Tumia mfumo wa crop supply warehouse receipt system. Asanteni sana. Powered by Mazao Hub. Mimi ni wewe, wewe ni mimi. Asante. Mkulima na masoko, mkulima na